Ikiwa macho yote yanaendelea kuelekezwa kule kwenye tamasha za michezo ya kuigiza katika kaunti ya Nakuru, ambapo kumekuwa na hali ya vuta ni kuvute kati ya maafisa wa polisi na baadhi ya wanafunzi kutoka shule ya wasichana ya Butere. Yote hayo tutakuwa tunaangazia katika taarifa hizi, na sasa kuhusiana na hayo tuungane mubashara na mwenzangu Ken Gashuhi ambaye amekita kambi huko na amekuwa akifuatilia taarifa hiyo. Tujuze tu ni yapi ambayo yanajiri sasa hivi, hali ipoje kutokea matokeo ya jana, ambapo tunajua kwamba wanafunzi wa shule hiyo ya wasichana ya Butere hawakuigiza mchezo wao wa Echoes of War na kisha baadaye kuweza kurejea katika kaunti ya Kakamega. Lakini tujuze tu kwa muktasari yapi ambayo yanajiri hii leo katika maeneo hayo ambapo tamasha hizo zinafanyika. Gashuhi. Naam, hadi ya hapa katika shule ya Lions Primary School na pia katika Melvin Jones Academy, shule hizi ambazo ndizo mwenyeji wa tamasha hizi za kitaifa za michezo ya kuigiza na pia filamu, mashindano ambayo yaliweza kuanza siku ya Jumatatu. Siku ya leo hali iko shwari na kila kitu inaendelea vizuri hapa. Shule zote zimeweza kufika hapa ili kuhakikisha kwamba wanaendelea kupita ama kushiriki. Kama unavyoona hapa katika picha zilizo hapa ni kwamba kuna baadhi ya maafisa wa polisi ambao wanashika doria, kuna zile yale magari ya kuhakikisha kwamba hali ya afya ama hali ya dharura ambayo inaweza ikatokea bado inaweza ikashughulikiwa kwa wakati ufaao. Na pia wanafunzi kutoka shule mbalimbali wameweza kujitokeza kwa wingi ili kushiriki katika mashindano haya ya tamasha hizi za kitaifa ambayo ilianza hapo Jumatatu. Kinyume na hapo jana ambapo tuliweza kuona hali ya mshike ambapo shule ya Butere ya wasichana ya Butere ambayo kukosa kwake kuweza kuonyesha ule mchezo wa kuigiza wa Echoes of War ulisababisha kuwe na hali ya mshike hapo jana. Lakini kwa leo hali iko shwari kabisa. Watu wamekuja kujionea michezo ambayo yanaonyeshwa na watoto kutoka shule tofauti. Unaweza ukaona kwamba pia kuna wakazi ama wale tu wakazi wa maeneo tofauti ambao pia wamekuja kujiburudisha kupitia hizi filamu na michezo ya kuigiza ambayo inaonyeshwa hapa. Siku ya leo tumeweza pia kuona kwamba yule katibu katika wizara ya elimu bwana Julius ambaye ameweza kufika hapa, Julius Bitok ameweza kufika hapa ili kuendelea kuangazia ni kipi kinachojiri, kuhakikisha kwamba kila kitu iko shwari. Na kufikia sasa hatujaweza kusikia tukio lolote, hatujaweza kuona lolote ambalo linaweza kuwa sababu ya sherehe hii ama tamasha hizi kuweza kusimama ama kusitishwa kwa njia yoyote ile. Na hapo baadaye tunatarajia kwamba tutaungana na huyu katibu katika wizara ya elimu Julius Bitok ambaye yuko tayari kutoa taarifa kwa wanahabari kuhusu kisa cha hapo jana, pengine ni yapi yatakuwa yakifanyika. Shule ile ya Butere ya wasichana ya Butere itaweza kurejea hapa ili kuweza kuonyesha mchezo huo, kwani tamasha hizi zinaenda hadi siku ya Ijumaa wiki ijayo. Na kwa sasa bado hatuwezi tukaeleza kwamba iwapo shule hiyo itaweza kurejea hapa, kwa sababu yule alikuwa mwandishi wa mchezo huo wa kuigiza Cleophas Malala alisema kwamba atakuwa akielekea mahakamani kuhakikisha kwamba wanafunzi kutoka shule hiyo wameweza kupewa nafasi ili kuonyesha kipawa chao ama kuweza kuonyesha ule mchezo katika hadhara hapa, kinyume na hapo jana ambapo wanafunzi hao walikosa kupewa nafasi ya kuonyesha mchezo huo mbele ya hadhira yoyote. Walijipata katika ukumbi ambao ulikuwa tu na wale majaji ambao wanaweza kuangazia mchezo uko na kuupa alama tofauti. Na kwa sasa hadi ya sina la ziada, lakini hapo baadaye nitakuwa nikikujia tena mubashara kueleza taarifa ambayo itakuwa imetolewa na katibu huyo katika wizara ya elimu Julius Bitok ambaye tayari amefika hapa katika shule hii, na tutaendelea kujuza watazamaji wetu kwa habari zetu za hapo baadaye. Kwako Hadia. Ken Gashuhi, na kama alivyoeleza Ken Gashuhi, mtazamaji, tutakuwa tunakujuza bila shaka yatakoendelea kujiri kule katika kaunti ya Nakuru ambako tamasha za muziki na uigizaji zina